Naam. Karibuni tena katika kipindi chetu cha Bible Study, kipindi kinachojia kwa sana makanisa moja, makao makuu kwa Dallas, Texas. Kanisa liko pale ulipo kimtandao. Ni sehemu ya pili hii ya somo ambalo tulikuwa tumeanza wiki jana la kanuni za kuvuka katika majira ya giza. Kanuni za kuvuka katika majira ya giza. Tulikuwa naye mtumishi wa Mungu, mhubiri na mwalimu Valence Vincent kutoka huduma ile ya Nuru ya Ng'aa Gizani Fellowship ya pale Sinza, Tanzania. Tulijifunza mengi kwa siku hiyo ya sehemu ya kwanza. Na leo basi katika sehemu ya pili ya somo hilo, na kama nilivyosema hapo awali, basi kuendelea kuwa shemasi forward invite hii kwa wengine watatu wanne popote pale walipo, ili nao waweze kupata nafasi ya kuingia kipindi chetu. Wiki ile sehemu ya kwanza mwalimu alifungua na Luka 22:52 mpaka 53 kama foundation ya somo hilo, na akasema kwamba kuna majira mengi. Majira yanaweza kuwa ya kulia na kucheka, yanaweza kuwa kuomboleza ama kufurahia, yanaweza kuwa vile individual ama ya jamii. Na alitoa ari akisema kwamba sio kila kitu cha kukemea, kwa sababu yana wakati wake, kwamba Mungu anafanya hivyo kwa maana yake. Alitupa kanuni 4 za kuvuka katika majira hayo. Ya kwanza alisema kwamba omba imani yako isitindike. Then ya pili akasema kwamba eleza hayo unayopitia kwa wazi, ili Mungu wako aweze kuyafahamu na aweze kutekeleza. Alitoa mfano akasema kwamba hata Yesu mwenyewe alilia. Then akasema kanuni ya 3, omba hekima na busara. Kanuni ya 4 alitoa katanamalizia kipindi last week, alisema omba kutiwa nguvu na Mungu. Na akasema kwamba zipo nyingine ambazo tutaanza kwa siku ya leo, na bila kupoteza muda basi nitamkaribisha. Ameshaamka, tulipata hitilafu kidogo ya network, but shetani ameshindwa. Mtumishi yupo live, yuko mbashara kabisa kutoka pale Dar es Salaam, Tanzania. Nitamkaribisha, atafungua kipindi kwa sala, ndio tuke moja kwa moja katika sehemu ya pili ya somo letu hili zuri kabisa la kusisimua la kanuni za kuvuka katika majira ya giza. Mtumishi wa Mungu Mwalimu Valence Vincent, karibu tena kipindi chako cha Bible Study cha makanisa moja katika sehemu ya pili ya somo letu. Karibu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa wingi wa rehema zake na neema zake ambaye ametujalia tukaweza kukusanyika mahali hapa ambako hili neno litapita, na tutamshukuru Mungu kwa pamoja. Ninatakasa kwa damu ya Yesu Kristo kwenye hicho chombo ambacho unasikilizia maneno haya ya Mungu, ili kwa muda unasai ikawe madhabahu ambako neno la Mungu linaweza likapita, au mbegu ya Mungu inaweza ikapita katika jina la Yesu, na vita kasike kabisa. Niombe radhi pia kwa changamoto iliyojitokeza, network kidogo ilisumbua, lakini kwa neema ya Mungu sasa tumeweza kuingia. Tuko nje kama dakika 12, lakini najua Mungu atatujalia, roho Mungu atatujalia kuliweka jambo vizuri. Kama alivyosema mwongoza kipindi Jerry, wiki iliyopita nilikuwa nazungumza kanuni za kuvuka katika majira ya giza. Ni muhimu sana kila mtu afahamu, kwa sababu hutaishi duniani katika nyakati zote ni nzuri tu za kucheka. Kuna nyakati zimewekwa ambazo utakutana nazo kama mwanadamu, na kwa sababu kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho tunaona wengi walizipitia hizo nyakati. Ni vizuri kuzijua hizi kanuni, ili zikipita kwako uweze kujua unavukaje katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana Ayubu alimwambia mke wake, tupate mema tu, tusipate na mabaya. Kwa lazima uweze kujua pande zote mbili, ile pande ambayo ni baya ikifika unavukaje. Ni kweli wiki iliyopita nilikuwa nazungumza kwa habari ya Yesu katika msingi wa neno letu, na kipindi chetu linatoka katika Luka sura ya 22 mstari wa 52 hadi 53, walipoenda kumkamata Yesu pale Getsemane. Unaona Yesu akiwauliza, nilikuwa nanyi hekaluni siku zote, tulishiriki pamoja hekaluni, hamkunikamata, lakini sasa mmekuja mkiwa na marungu, mkiwa na kama kuja kumkamata mwizi. Lakini akajibu lile swali mwenyewe Yesu akasema, ila haya ni majira yenu, haya ni wakati wenu. Kwa lugha nyingine, wakati ule hamkuweza kunikamata kwa sababu hayakuwa majira ya giza, isipokuwa sasa ni majira yenu ya giza, kwa hiyo mnaweza mkatenda mnachokitenda. Kwa hiyo nikazungumza nikasema, majira haya yanaweza yakapita kwako ukiwa kama mtu binafsi, yanaweza yakapita kwenye familia hii kuna kitu inapitia, yanaweza yakapita kwenye kampuni hii, kampuni kuna kitu inapitia, au hii taasisi au hili kanisa
kanisa la kwanza lilipata dhiki pia. Lakini inaweza ikawa ni majira yanayopita katika nchi, majira ya giza, na wakati huo nikasema hekima haisikilizi, na unaweza ukafikiri kwamba Mungu amenyamaza au Mungu hayupo. Hata Ayubu alifikiri hivyo. Unaona, hata Yesu pale msalabani unaona akisema Mungu wangu mbona umeniacha? Lakini unaweza ukaona Mungu hakuwa amemwacha Ayubu, Mungu hakuwa amemwacha Yesu. Ni majira ambayo yanapita. Sasa hizi kanuni, nisema kanuni ya kwanza, kwa sababu ni majira magumu, omba imani yako isitindike. Kwa nini nisema omba imani yako isitindike? Nikasema unaona Luka sura 22 mstari wa 31 hadi 32, Yesu anamwambia Simoni Petro kwamba shetani ameuliza au ameomba kuwapepeta ninyi kama ngano. Kwa hiyo kama shetani ameomba, ameruhusiwa, maana yake hakuna kukemea. Jaribu la Ayubu ungekemea nini pale? Pale Getsemani unakemea nini? Anamwambia Simoni Petro, shetani ameomba kuwapepeta ninyi kama ngano, lakini nimekuombea imani yako isitindike, na utakapoimarika uimarishe na wengine. Manake nimekuombea imani yako isipungue au imani yako ibakie imara. Nikasema imani hulinda vitu, imani hulinda uhai. Imani yako ikishuka, kuna vitu vinaweza vikabomoka kwa sababu vilikuwa vinalindwa kwenye imani yako. Na kama Yesu alisema majira ya giza nimekuombea imani yako isitindike, basi kanuni ya kwanza ya kuvuka katika majira ya giza ni kuomba imani yako isitindike kabisa. Unaenda mbele za Mungu, kama ni wewe mwenyewe unaambia Mungu, naomba imani yangu iongezeke, ninaomba imani yangu isipungue, naomba imani ya familia, imani ya watu isipungue katika kile wanachokipitia. Lakini nikasema kwenye Ibrania 10:38 nasema watu wangu wataishi kwa imani. Kuna mazingira ambayo ni imani tu ya Mungu imekushikilia hapo kwenye huo uchumi, ni imani ya Mungu imekushikilia hapo kwenye ndoa, ni imani ya Mungu imekushikilia kwenye hilo kanisa, ni imani ya Mungu imekushikilia hapo kwenye familia, ni imani ya Mungu tu imekushikilia katika hiyo nchi. Nikasema jambo la pili, kanuni ya pili, eleza hiyo hali. Usiombe tu naomba imani yangu isipungue. Eleza hiyo hali mbele za Bwana. Katika Yoeli sura ile ya kwanza mstari wa 4 unaona wakieleza hali wanayopitia. Zaburi 107 mstari wa 28 siwezi kurudia, lakini unaposema imani yangu Mungu, ninaomba uimarishe imani yangu. Na ili Mungu aimarishe imani yako, kiomba hayo maombi, utakuta kwamba anakupeleka kwenye kusoma neno. Kwa kanuni ya pili, eleza unayopitia. Kanuni ya tatu, nikasema omba hekima na busara za Mungu zitawale moyo wako. Katika majira ya giza kunaweza kukatokea kuropoka. Katika majira ya giza watu wanazungumza mambo magumu sana. Hata mke wa Ayubu alizungumza maneno magumu sana. Akamwambia Ayubu, mkufuru Mungu ufe. Ukiona mtu anakuambia mkufuru Mungu ufe, tayari alishamkufuru. Katika majira ya giza familia wanaweza wakasemezana vitu vigumu, yakisha kupita kunakuwa kuna madonda, kunakuwa kuna vitu. Huyu wakati napita alizungumza mambo magumu sana. Ndio maana unaona wale marafiki wa Ayubu walitegwa na maneno kwenye majira ya giza ya Ayubu. Jaribu alikuwa la kwao, jaribu lilikuwa la Ayubu, lakini likawaingiza wao kwenye mtego, mpaka Mungu anawaambia hamkunena maneno mazuri kwa mtumishi wangu Ayubu, rudini mkaombe msamaha. Kwa kwenye majira ya giza, omba Mungu, iwe unayapitia wewe, omba Mungu hekima na busara zitawale mpaka hicho kipindi kipite. Iwe ni mwenzako anapitia, mtu wa karibu, iwe ni taasisi yako, kwa sababu baadaye unakuja kukutana na watu kwamba yale majira tena si kitu, isipokuwa wanaugulia maumivu, au yakipita hakuna tena mapatano, hakuna kukaa tena pamoja, kwa sababu kwenye majira ya giza walifungua mdomo sana. Kwa hiyo omba hekima yako itawale, hasa katika majira ya giza, ya uvuke salama. Nikasema jambo la 4, kanuni ya 4, omba kutiwa nguvu. My God, ndugu yangu, nikasema kuna mahali huwezi kwenda peke yako, lazima Mungu akutie nguvu. Na kama Biblia inatuonyesha kuna majianti wa Mungu walishindwa wakatiwa nguvu, unahitaji kutiwa nguvu. Elia alikuwa mtu wa Mungu, alitiwa nguvu. Kwa nini? Kuna majira afika pale yamekuwa kama ya giza alipotishiwa na Yezebeli, amejiombea mpaka kufa. Basi kinama kuna mazingira mtu anaweza kutamani kufa. Kwa hiyo unaona akitiwa nguvu kwa kula kile chakula. Lakini tunaona Musa alitegemezwa na Huri na Haruni kule kwenye mlima kwa sababu alichoka. Yeye mwenyewe anajua nikishusha mikono wanapigwa kina Joshua, lakini hana la kufanya. Anashusha na anajua kinachoendelea watapigwa. Ukimuuliza kwa nini Musa umeshusha mikono na unajua watu wanapiga, anaambia siwezi kunyosha mikono tena. Kuna mazingira huwezi kushikilia tena kile kitu ambacho ulikuwa unakishikilia.
kuna mazingira huwezi kuvumilia tena, kuna mazingira huwezi kunyamaza tena. Kwa yale mazingira lazima uombe Mungu akutie nguvu. Fikiria kama hakuwepo Harun na Huri. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona pia nilizungumza kwenye Isaya 40:31, anajua, Mungu anajua kuna kuzimia. Anasema wale wamngojeao Bwana watapewa nguvu mpya. Maana yake ile ya zamani nini? Wamekata stamina. Kuna jaribu likipita kwako, nguvu zinaisha. Ni kama umeendesha gari, yani muda mrefu hujafika unakokwenda na mafuta yameisha. Utapaki gari pembeni na huwezi kwenda na safari. Kwa safari yetu kuna mazingira unasema hapa niwe Mungu unitie nguvu. Yani usifike mahali ukasema mimi naweza peke yangu. Huwezi peke yako. Biblia inasema tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa hiyo na maana kuna jambo ambalo uliwezi mpaka umetiwa nguvu. Nikatoa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, Luka 22:43. Pale Getsemani Biblia inasema aliomba hata malaika akaja akamtia nguvu. Unaona? Ni Yesu. Pale alikuwa kama mwanadamu kwa sababu alishaweka uungu pembeni, yuko tayari kuikabili Calvary, sio kama Mungu. Anaikabili kama mwana wa Adam. Sisi tunajua Yesu ni mkuu kuliko malaika. Kwa nini malaika anakuja anamtia nguvu? Alikuwa na ile hali ya kibinadamu. Biblia inasema malaika kutoka mbinguni akaja akamtia nguvu. Ile nguvu aliyotiwa Yesu sio ya kufufua tena, sio ya kufanya tena miujiza, sio kutembea tena juu ya uso wa maji. Ni ya kwenda Calvary, ni ya kwenda kwenye destiny. Destiny ya Yesu ilikuwa ni Calvary. Kwa anatiwa nguvu ili kwamba kuna mambo yatapita hapo, atapigwa asijibu, atanyanyaswa asijibu. Ile nguvu itamsaidia kwenda Calvary. Biblia inasema naye alipokuwa katika hari akazidi sana kuomba, hata hari yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchi. Watu wengi tunajua nafsi zikiinama hawawezi kuomba. Lakini Yesu nafsi ikiwa inama, alitiwa nguvu na malaika, akaomba mpaka jasho la damu likawa linadondoka katika nchi. Ukiona mtu yote mwenye uwezo wa kuomba katika hali ya kuinama nafsi, huyo mtu Mungu amemsaidia sana. Huyo mtu ana neema ya ajabu sana. Kwa sababu wengi nafsi zikinama wanaenda kulala. Nafsi zikinama wanasema leave me alone. Anakaa peke yake, hafanyi chochote. Anatafuta kitu kingine cha kumjarisha, kumtia nguvu. Lakini Biblia inasema nafsi ya Yesu ikiwa imeinama, naye alipokuwa katika kuomba, malaika kutoka mbinguni alikuja akamtokea, akamtia nguvu. Kwa nini? Yalikuwa ni majira ya giza. Japo anaenda kutukomboa. Kwake ni majira ambao hilo pito lazima alipitie, liko kwenye nini? Kwenye kanuni na ratiba za Mungu. Hiyo ni jambo la 4 nilisema, kanuni ya 4, lazima uombe Mungu akutie nguvu. Lazima umuombe Mungu amtie nguvu huyo mtu. Lazima umuombe Mungu, naomba mtie nguvu huyo mtoto ili kwamba avuke sawa sawa. Sasa nikasema tunaenda sasa jambo la 5. Kanuni ya 5. Kanuni ya 5, unapokuwa kwenye majira ya giza, yanapita kwako, yanapita kwenye familia au yanapita katika nchi, unafika mahali mnakaa kama mnamsubiri Mungu, au ni majira ambayo kwa kweli unahitaji kumjua Mungu sana. Kanuni ya 5, omba neema ya Mungu ikuvushe salama. You need the grace of God. Omba neema ya Mungu ikuvushe salama, unupite hapo salama. Usije ukateketea. Si kila jaribu watu wametoka salama. Kuna wengine jaribu likipita hawapo. Kuna jaribu lingine likiisha, hiyo kazi haipo. Jaribu lingine likipita, hiyo ndoa haipo. Kwa hiyo omba neema ya Mungu, kwa sababu usiseme tu nitavuka tu labda kwa ukamilifu wangu. Omba neema ya Mungu uvuke salama kwenye hayo majira ya giza. Na hizi kanuni kama nilivyoziandika, ndivyo hivyo kama kuna mtu anaomba, hakikisha hizi prayer point ambazo nazisema zote inafuata moja baada ya nyingine. Kwa kweli hizi ni prayer point za wana maombi, sio prayer point za watu ambao labda hawaombaji. Omba neema ya Mungu ikuvushe salama. Waefeso 2:6. Waefeso 2:6 anasema, kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zetu na nafsi zenu, bali ni kipawa cha Mungu. Unaweza ukaona kama tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zetu au namna tulivyotenda, bali ni kipawa cha Mungu. Uwe na uhakika pia neema ya Mungu inaweza ikakuvusha mahali kwa vile umeiomba, ikakuvusha ukavuka salama yale majira ambayo ni magumu. Manake ni uwezo wa kimungu anaokutengenezea, kama vile alivyomtengenezea labda tungesema Nuhu na familia yake. Kwenye gharika hawakuangamia.
Tunajua Nuhu alikuwa mkamilifu, lakini hatujui wale waliokuwa pamoja naye ukamilifu wao ulikuwa vipi. Kwa ni neema tu ya Mungu, kwa vile umeiomba ombaye upewa. Na sisi tunajua neno la Mungu nasema Mungu au Yesu Kristo amejaa rehema na neema. Kwa hiyo hii prayer point ya 5 au kanuni ya 5 ni kumwambia Mungu, kwenye hili jambo siwezi kuvuka kwa nguvu zangu. Ninaomba neema yako ya kunivusha. Na kuna mazingira uovu unaweza ukawa uovu wa familia, uovu wa nchi. Uovu ni mambo inaweza isawa sio dhambi, lakini kitu chochote kidogo. Ndio maana ikasema kuna uovu ulimpata Ayubu. Uovu huu Mungu ulimpata Ayubu. Manake ni mambo mazito yaliyompata Ayubu. Kwa hiyo katika ule uovu au mambo magumu yaliyokupata au yaliyopata familia au hapo kwenye taasisi yako au katika nchi, omba neema ya Mungu ya kuvuka salama. Yaani wakati huo neema ya Mungu iongezeke, iwe hai, iwe juu ile neema ya Mungu. Kwa sababu katika kanuni ya Mungu, mahali penye uovu mkubwa, Mungu anaweza kuachilia neema yake izidi ule uovu ili aweze kuwaokoa. Warumi 5:20-21 tunaona jambo hili. Warumi sura ile 5:20 hadi 21 nasema, lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Sikiliza, kosa liwe kubwa sana. Na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Oh my God, nyingi zaidi. Kwa hiyo ule uovu au ile makosa au yale mambo magumu, inatakiwa neema kipimo kiwe kikubwa kuliko hayo unayopitia. Biblia inasema katika Warumi 20:21 kwamba dhambi ilipozidi na neema ilikuwa nyingi zaidi, ili kwamba kwa vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa kuna mambo magumu yanaweza kaja kwako, tungeyapima ni kilo 5. Basi omba neema ya Mungu iwe kilo 20 au 10. Ili iweze kushinda yale mambo magumu. Yaani usione hilo jambo ni kama mlima Kilimanjaro. Yaani ni kwamba lile jambo hilo kubwa ambalo ni gumu linaloendelea kwako au linaendelea kwenye familia au linaendelea kwenye kampuni yako au taasisi yako au linaendelea kwenye huduma yako au kanisa lako au linaendelea kwenye nchi yako, basi omba kipimo cha Mungu, neema izidio iachiliwe ili izidi kile kitu. Ndivyo nasema neema ya Mungu ilizidi ule uovu. Kwa hiyo omba neema ya Mungu izidi kwako. Omba neema ya Mungu ikuvushe salama. Hiyo ni kanuni ya 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ya 6. Na kama nilivyozipanga hizi kanuni, mtu anayeomba kwa prayer point, ambaye anaomba kila siku kwa hayo anayopitia, ataomba baada ya siku 2 au baada ya siku 1, atiririke kwa namna hiyo. Kanuni ya 6, fanya meditation kwa maneno ya Mungu kulingana na unachopitia. Fanya tafakari ya maneno ya Mungu kulingana na uovu unaouona, au hiyo hali yako, au hiyo hali ya familia, au hiyo hali ya kikundi, au hali ya nchi. Kwenye Biblia hii kuna kila kitu kulingana na unapitia nini. Kwa hiyo tafuta maneno kwenye Biblia yanayoongelea juu ya hicho unachopitia. Yanayoongelea kama ni afya, kuna maneno yanaongelea afya, nitakurudishia afya, nitakuponya magonjwa yako. Kama ni uchumi umekuwa mbaya, kuna maneno yanapita pale, nitabariki kazi za mikono yako. Usifurahi adui yangu niangukapo, nitainuka tena. Mwenye haki wangu anguka mara 7 kainuka tena. Kwa hiyo unaweza kaona ni kitu ambacho ni kinakufanya wewe ufanye kazi kubukua Biblia, kuangalia haya mambo tunayopitia katika majira haya au ninayopitia, nifanye meditation, nifanye tafakari na maneno yapi. Kwa hiyo unaweza ukaenda hata kwenye Zaburi, ukaangalia Zaburi zinazozungumzia juu ya hapo unapopita, fanya meditation. Ndio maana unaona huyu Daudi akizungumza katika Zaburi ya 69 mstari ule wa 1 hadi 20 hadi kuendelea,
utagundua kitu alichokuwa anapitia. Anasema Mungu uniokoe, maana maji yamefika mpaka nafsini mwangu, ninazama katika matope mengi pasipowezekana kusimama. Sasa ashukuriwe Roho wa Mungu aliyemfunulia Daudi kusema kwamba hapa niliposimama siwezi kusimama bila wewe Mungu kunisaidia. Huyu mtu alikuwa amejaa Roho wa Mungu. Huyu mtu amewahi kuua dubu, amewahi kuua simba, amewahi kuua Goliathi, ameshindana na Sauli kama mfalme akashinda. Lakini hapa anasema Mungu, maji yamefika mpaka nafsini mwangu, ninazama katika matope mengi pasipowezekana kusimama. Manake anapaza sauti yake kwa Mungu akihitaji msaada. Kwa hiyo kwenye wakati wa giza au majira ya giza, kanuni namba 6, fanya meditation. There is power in meditation. Unajua watu wengi hawajui kutafakari. Watu wengi wanajua kusoma neno labda tata kama nasoma gazeti, lakini Biblia iko wazi kabisa. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kwako, bali ya tafakari. Kwa hiyo kuna kitu cha meditation. Yote yaliyoandikwa huko, maana yake unasoma lile neno kwa utulivu, na lazima upate muda wako, ukae mahali private, unasoma maneno yanayoendana na hali unayopitia, ili imani yako pia ikae sawa sawa, kwa sababu Biblia inasema kabisa imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Watu wengi wanapita katika hali kama hizi, hata kama zinapita kwenye familia au katika nchi yao wao, Biblia inakaa mbali kwa sababu hawezi kusoma. Lakini nikwambie katika jina la Yesu, there is power in meditation. Kuna nguvu katika kutafakari. Kanuni ya 6, ingia kwenye Biblia, angalia maneno yanayoendana na hiyo hali. Kama huna kabisa, si msomaji wa Biblia, tafuta mtumishi wa Mungu hata unayemwamini, mwambie mtumishi, ninapita kwenye hali fulani, familia yangu inapita katika hali fulani, nchi yetu inapita katika mahali fulani, ninaomba unipe maneno ambayo nitasimamia ili niweze kuvuka salama. Kwa sababu neno la Mungu ni kama boti, promise of God, ni ahadi za Mungu. Unaacha kuweka ahadi zako kwa maneno ya binadamu. Na kama Mungu alisema hivi, basi na mimi nitavuka. Huyo mtumishi atakutumia hayo maneno ili uyatumie kwa meditation na kuyasema mbele za Mungu. Kama ya kitu kinapita kwenye afya, utapata maneno ya kuinua afya yako, kwa sababu pasipo neno hakuna chochote kinachofanyika. Ni kitu cha familia, ni kitu cha nchi, ni majira magumu haishi. Kuna majira hayo yatapita. Kanuni ya 6, fanya meditation kwa kutumia neno la Mungu, kwa kuangalia kwenye Biblia ni maneno gani yanaendana na hali unayopita. Kanuni ya 7, zilikuwa kanuni 7. Kanuni ya 7, usilipe kisasi wala kufanya vita ya kimwili. Hii ya mwisho nimeifanya ya mwisho kwa makusudi, kwamba after all, acha kupigana kimwili. Kwa nini nasema? Majira yote ya giza huamsha wachocheaji. Majira yote ya giza, ili yawe vizuri, lazima kuwepo wale tulikuwa tunasoma wanaitwa catalyst. Yaani wakazi yao ni kuchanganya ili moto wake sawa sawa, ni wapuliza kuni. Unaona walienda kwa Daudi kama kwenda kwa Ayubu kama kwenda kumfariji, lakini wakamuumiza zaidi. Mpaka Ayubu akasema, nafsi yangu ijapotaka kutulia, mnaniumiza sana, kwa sababu walikuwa wanatumia jaribu lake kumpiga. Wakati Daudi akiwa amepinduliwa na mtoto wake Absalom, unaona Shimei akianzisha vita ya kimwili, akipanda naye mlima kwa mlima, akirusha mawe na mavumbi, akimoku damu za Sauli zinakutafuta. Unaona Jobu akitaka Daudi afanye vita ya kimwili, akimwambia, naomba uniruhusu nikuletee kichwa cha huyu mbwa anayebweka. Ndivyo Biblia inavyosema Shimei. Daudi akamwambia, no, usifanye hivyo, inawezekana ni Mungu amemtuma nitukane. Kwa kweli ile ilikuwa neno la laana kwa Shimei, kwa sababu Mungu hawezi ni kama vile amemwambia Jobu askari wake, ole wake kama Mungu hakumtuma kunisemesha haya maneno. Kwa hiyo usifanye vita ya kimwili katika majira ya giza au katika majira ya magumu. Usifanye. Ni wazi kabisa kwenye majira hayo kuinua vita ya kimwili, ili kuchochea lile jaribu liweze kuwa gumu zaidi. Kwa hiyo katika wakati huo unahitaji si wengi wanashinda kwa kweli. Unahitaji nidhamu, unahitaji discipline ya ajabu, kuweza kujibu. Yani kiufupi, kubali kubeba aibu. Kama watu wanalaani, kama watu wanatukana, hata Yesu alikubali. Hakujibu chochote kwa sababu alijua ni majira yatapita, siku ya 3 watafufuka. Kulikuwa na siku ya 3. Yani Yesu kulikuwa na siku ya 3. Hebu fikiria wale Mariam Magdalena, wale Martha na Mariam
ambao Yesu aliyomfufulia akija ndugu yao au kaka yao, wanaona Yesu akilia pale msalabani, alafu watu wanasema hamna kitu. Unaona sasa wao walifikiaje? Ndio maana hata yule mwizi wa pili pale msalabani aliyekuwa upande wa kushoto alijikuta ameingia kwenye jaribu la kumpeleka jehanamu, kwa sababu na yeye pia akadaka akasema, huyu jamaa nilikuwa namjua anasaidia watu, sasa kwa nini asinisaidie hapa? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo usivihitaji tu kama vya haraka haraka. Hebu tulia, kwa sababu utavuka salama. Kwa hiyo na kama kwenye au majira ya giza umeshafanya vita ya kimwili, ni kuomba toba tu, kwa sababu ni vita ambayo unamsubiria Mungu, au ni majira ambayo unamsubiria Mungu upite sawa sawa. Kwenye majira ya giza inaenda kumaliza kanuni ya 7. Muombe Mungu ashike moyo wako, usilipe kisasi. Usilipe kisasi. Nina mifano mingi kwenye Biblia kwenye majira ya giza ya wakina Yusufu kushushwa kwenye shimo, kujikuta yuko gerezani, akulipa kisasi hata ndugu zake walipokuja. Unaona, nasema nyie mlikuwa mmekusudia mabaya, lakini Mungu alikuwa amekusudia mema. Swali ni kwamba wangapi wanaweza kuhendo hiyo hali? Ni neema ya Mungu inatakiwa ikusaidie. Ndio maana tumeanzia kuanzia kule mwanzo kwamba omba imani yako isitindike, eleza hiyo hali mbele za Mungu, omba hekima na busara za Mungu zitawale, omba Mungu akutie nguvu uweze kusonga mbele, omba neema ya Mungu ikuvushe sawa sawa, fanya meditation au fanya tafakari kwa kutumia maneno ya Mungu yanayoendana na hiyo hali unayopitia. Yatakuinua, yatakuwa life jacket yako, yatakutoa shimoni. Na jambo la 7, usilipe kisasi. Au ukiona kabisa unashindwa kujizuia, omba Mungu usilipe kisasi. Wala usichambe. Kwa lugha nyingine, kuna watu wanasema silipi kisasi, lakini ukiona wanaandika mpaka kwenye sasa vitu vya ajabu, wanafikiri kwamba unajua huyu mtu kuna vita alionayo na mtu, lakini anasema nimemwachia Mungu. Na kama majira ya giza yanakutaka wewe usilipe kisasi. Warumi sura ya 12. Warumi sura ile ya 12 nikamalize mstari ule wa 19. Warumi sura ya 12 mstari wa 19 hadi 21. Nasema, wapenzi, msilipe kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, asema Bwana. Mstari wa 20. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana uyafanyao hivyo utampalia makaa ya moto kinywani mwake. Mstari wa 21. Ushindwe na ubaya, usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa mema. Kanuni ya 7 ya kuvuka katika mazingira au katika majira ya giza: usilipe kisasi. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo atubariki sana katika hizi kanuni 7. Naamini watu wengi, kuna mazingira tunayopitia, inaweza kuwa ya kwako binafsi, ya nchi, ya familia. Basi kwa wale ambao ni intercessor, wale wana maombi, chukua haya, ukifanya maombi yako hakikisha umepitia zote, hata kama ni dakika 2 unayataja mbele za Mungu, utavuka salama na hiyo familia. Kuna ngambo nyingine tutakwenda, kwa sababu Mungu sio kiziwi. Mungu atubariki sisi sote katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu, mhubiri na mwalimu Valens Decent kutoka huduma ile ya Nuru ya Ng'aa Gizani Fellowship pale Sinza, kuongoza vizuri kabisa katika sehemu ya pili ya somo letu hili. Kwa kweli somo kubwa, somo zuri ambalo najua kabisa kwamba wengi tutakuwa tumetoka na kitu hapo, tumejifunza kitu kikubwa sana. Somo kwa ambao mmeingia kuchelewa ni kanuni za kuvuka katika majira ya giza. Kanuni za kuvuka katika majira ya giza, sehemu ya pili na ya mwisho hiyo mwalimu ameweza kupiga tamati. Lakini kama kawaida kipindi chetu basi cha Bible Study, huwa unapata nafasi moja adimu sana. Unapata nafasi ya kuondoka na dukuduku, unapata nafasi ya kuweza kushare kile ambacho umeweza kukipata, kwa
So tunaita kuchangia. Kuchangia katika ulichokisikia, lakini dukuduku huo tunaita swali. Na swali hilo unaweza kuliingiza kwa hivi sasa, kuangalia simu yako, utabonyeza alama ya nyota nambari 6 mara moja tu. Jina la kwanza pale ulipo, dakika 2 za kutosha kabisa kuuliza swali. Mwalimu yuko standby, anapata nafasi ya kujibu. Na kama kawaida basi tukaanza na mtu mwingine ambaye yuko katika line kujaribisha kuona uelewa wetu umefika wapi katika kuchangia katika maswali haya. Kumbuka hakuna jibu ambalo liko wrong. Majibu yote ni kutokana na ufahamu na tunachangiana pamoja. Alama nyota nambari 6, karibu. Changamkia muda hapo. Kama unazungumza na sija kwa knowledge, inawezekana unazungumza bado upo katika mute. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6 itakutoa katika mute. Jina la kwanza na pale ulipo, takupa dakika 2 hewani. Karibu, changamkia muda. Kanuni za kuvuka katika mazingira ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Nafikiri sauti ya mchungaji Mongi hii. Naitwa mchungaji Nancy Mongi Rosika. Namshukuru Mungu kwa hili somo, limenipeleka mbali sana. Wakati unapita kuna mabezo unapewa mpaka unachanganyikiwa. Na nakumbuka first time napata, nimeolewa, rafiki wa karibu sana na mume wangu akiwa na mkewe, anaanza kuongea, bwana watu mkianza hivi utaka kujua ni mke wako, yani utaona matokeo. Mwanamke mwingine anakuwa mikosi, unakuwa unapita kwenye mambo magumu, wakati huo mume wangu hana kazi, mtoto wangu ndo ana miezi 9, nilikuwa nafikiri 10. Iliniumiza sana. Nikamwambia Mungu, ina maana mimi ni mkosi? Na ilimpeka mahali nikajiona hivyo. Nikamwambia si uniacha, akamwambia no, hakuna, kwanza hamna aliacha mke, akabarikiwa, ndo hali mbaya zaidi. Kwa tuvumiliane. Lakini ninavyoongea leo wao ndo hawana ndoa. Kwa kweli ile eneo nimelielewa. I wish ningeweza kuongea nao, niwaambie repent kama kina Elifas labda, ila sina namna ya kuongea nao maana wako mbali, kila mmoja kwake. Na walipita kidogo hata wakusikia level yetu. Kwa kweli inabidi tu tuvumiliane, tuombeane sana. Nilijifunza kitu kipya kabisa ambacho sijawahi kujifunza. Mungu ambariki sana mwalimu wetu wa leo. Sana kwa changizo lako hilo, mchungaji Mongi kutoka pale Tanzania. Usikika vizuri kabisa. Tuendelee. Hiyo ilikuwa ni changizo. Karibu kama mwingine mwenye changizo ama mwenye swali, ni wakati huu. Alama nyota nambari 6. Amen, amen. Ndio sauti nafikiri la Messi huyo. Amen. Nimemsikia kwanza dada Messi, then wa pili nafikiri ni mwalimu Gloria. Nitakwenda kwa oda hiyo. Messi, karibu. Amina. Asante kaka Jerry, na pia napenda kumshukuru mtumishi wa Mungu mwalimu kwa kutufundisha kuendeleza somo zuri sana. Swali langu linakuja katika ile namba 6, kufanya tafakari ya maneno ya Mungu. Najua watu wengi hiyo kuifanya tafakari ni kazi kwa watu wengi sana, na watu wengi labda hawajui hiyo kumeditate na aina gani. Kwa sababu najua kweli kuna kumeditate unapolisoma neno la Mungu, na unaweza kumeditate pia katika kuomba, kwamba unapoingia na kuomba unatafuta utulivu na kumsikia Mungu. Kwa hiyo watu wengi hiyo ni ngumu, au wengine hawajui ni njia gani ya kufanya kuweza kumeditate hiyo. Labda kama mwalimu, kama utaweza kutufafanulia kidogo, ili mtu ambaye anatamani kuwa na hiyo hali ya kutafakari na ajue afanyeje ili kuweza kupata mwanga kuweza kufanya hivyo. Amen. Okay. Sana kwa swali lako hilo. Kauni ya 6 walisema ni amen. Tusubiri kidogo dada Sofia, nitakuja. Mmoja swali amesimama kwenye kanuni ya 6 ile, amesema anataka maelezo zaidi ya kujisi ya kumeditate. Mwalimu amesema kwamba fanya tafakari, yani meditate kwa maneno ya Mungu kwa mujibu ya yale unayopitia. Mwalimu, how do you meditate? Una meditate vipi? Amen. Hallelujah. Kwanza meditation nisema ina nguvu sana. Kwa mfano ukiona mahali fulani Daudi anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana, ni utafakari uzuri wake hekaluni mwake. Hilo ni moja. Kwamba akae nyumbani mwa Bwana, aende tu, sio kwamba labda kuna ibada, aingie mle ndani, akae kwenye kiti, akae labda achukue gombo, atafakari tu uzuri wa Bwana
lakini autafakari akiwa hekaluni mwake. Na nikasema mahali pengine nasema maneno ya kitabu hiki uyatafakari mchana na usiku ili upate kufanikiwa. Utafakari yale matatizo. Nataka niliweke vizuri kwa sababu ukiyatafakari unatafakari maneno ya Mungu yanayojibu yale matatizo. Sasa kanuni mojawapo ya kutafakari kiukweli inahitaji hadi ya utulivu. Wewe ukafanya meditation kukiwa na kelele kwenye nafsi. Yaani jitakase mbele za Mungu. Hakikisha hata simu yako umezima. Kwa sababu wewe ukasema ninatafakari wakati mtu akipiga simu anaambia subiri kidogo nataka kupigia. Wewe utafakari. Tafakari na namna yake ni hali ya utulivu na wa ukimya wewe na Mungu. Hata kama ni yani haiingiliani na watoto wanapiga kelele, huwezi kutafakari unapika mboga. Huwezi kutafakari huku na simu yako umeiacha, au mtu anaweza akapiga tu simu yako ikakusumbua. Na ukiona kabisa huwezi kutafakari kwa sababu kuna mwingine ukiambia tafakari maneno ya Mungu, ana vikao vinaitwa vikao vya nafsi. Ana mwenyekiti, ana katibu, mambo yanayoendelea kwenye nafsi yake anajiuliza maswala na jibu, anajiuliza maswala na jibu. Ikiwa katika hali kama hiyo, mwambie Roho wa Mungu, ninaomba unisaidie katika utulivu niweze kutulia nitafakari. Muombe Roho wa Mungu akusaidie, lakini zile kanuni za nje kabisa, hakikisha hakuna kitu cha nje kinakusumbua au kinakuingilia katika tafakari yako, kama simu, kama watoto ni hali ambayo unasema leo nataka nikae peke yangu hata nusu saa, nikae peke yangu hata lisali moja. Au ukitulia tu ukifungua tu Biblia ukaanza kusoma yale maneno na umemwomba Roho wa Mungu, jifunze, ni kitu ambacho cha kujifunza. Jinsi utakapokuja kuendelea inakuwa ni hali ya kawaida tayari izoea. Mungu akubariki. Nese, najua angalau nimejibu. Dada Mese, umesikia jibu hilo? Mimi nimekusogeza. Amina, nashukuru sana. Asante Amina, nibarikiwe. Amen. Dada Glory ulikuwa na hold, then nitakuja kwa Sofia. Karibu tu mwalimu Glory. Asante sana kaka Jerry, nimshukuru sana mtumishi wa Mungu kwa somo zuri sana kwa ajili ya Ukristo wetu na jinsi ya kumfikia Mungu. Na mimi nilikuwa kwenye namba 6 na dada Mesa akawiti pointi pale nilikuwa, lakini kulikuwa na neno lingine lile anaposema kwamba wakati mwingine mtafute mtumishi wa Mungu alafu mueleze kile ambacho unachokipitia, akupe mistari ya kupitia kusimama nayo. Yako mambo ambayo mengine yanakuaga ni unaweza kuyaeleza kwa mtumishi, kuna mengine yanakuwa magumu, na kuna wengine wakipewa ile jambo unaona the following day amehubiri ile neno lako. Kwa hiyo inakuwa kama ile inakuwa mzigo zaidi kwa yule mtu anayepitia mahali pagumu. Unakuta mtu anahubiri kile ambacho alikipewa mtu akiseme amsaidie. Sasa je, hapa unatusaidiaje mtumishi? Amen. Asante kwa swali zuri hilo. Na mtumishi, kabla hujaingia hapo, nitajaribisha kulikamua zaidi kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa jipo. Mtumishi anapokuwa anafanya hivyo, alichokisema mwalimu Gloria katika swali lake, umemfuata for consultation and then all of a sudden unasikia topic inayokuja, na mtumishi wengine wanaongezea kabisa makavu kabisa kwamba Roho Bwana kanaambia. Hiyo inakuwaje? Roho Bwana amemuongoza katika kile kwamba alimleta huyu mtu kuja kuleta shida, akampa somo, ama walimu siku hizi kidogo masomo yanapungua? Mnakuwa mnakwenda na topic mpya ambazo zimekuja katika maisha katika wiki hiyo. Karibu tuendelee. Asante sana. Asante kwa maswali mazuri sana. Asante mwalimu Glory. Kwanza nashukuru sana kwa kama somo limeeleweka. Hii namba nani ya kutafakari, nimesema kama huna maneno ya Mungu, ndio unaweza kumwambia mtumishi, ninaomba ni neno gani naweza kusimamia nikiwa napitia hiki. Unaweza kaona nimesema hivyo, kuna watu kabisa unaweza ukafikiri hii Biblia hawajaisoma watu wengi. Kuna watu wengi ukimwambia hivi nikita napita kwenye tito la afya au la kitu fulani, ni neno gani nitasimamia, hawana. Na utagundua kabisa kama utaki kuwategemea watumishi, kuna choice nyingine, lazima uisome Biblia.
Yaani kama utaki kuwa dependent, sijui kwa prophet, sijui kwa nini akutabirie tu, sema neno prophet. Lazima Mungu hajatumba kutegemea watu. Mungu ametumba tutembee kwa maneno yake. Ndio maana Yesu anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi kuna yote mtakayoomba mtapokea. Akijua kwamba kila ombi utakaloliomba una neno la kusimamia. Kwa hiyo mpaka nikasema kwamba unaweza ukampigia mtumishi wa Mungu kumwambia hivi naweza kusimamia neno gani katika hili. Unaona namna nilipojaribu kusaidia. Kuna mtu ambaye ukimwambia meditate, hajui hata neno atameditate katika lipi. Ni kwamba hajui Biblia. Hana neno lolote. Kwa hiyo mtu lazima tu atatafuta tu sasa navukaje hapa. Jambo la pili kwa Glory mwalimu anasema meditation tunafanyaje? Kwa mfano mimi kwenye vipindi vyangu nimeanzisha ibada ya meditation. Kwa hiyo katika zile siku tano za kukutana, kuna siku moja ambayo nimeianzisha, tunakutana nasoma neno, alafu watu wanakaa chini, unakuwa na wimbo unapita tu kwa muda wa lisali moja, watu wanatulia katika ukao, katika utulivu wa Mungu. Najaribu kuwasaidia watu kuweza kukaa na Mungu kwa kumeditate bila mawazo mengine kuingia, kwa sababu nimegundua watu wengi wana shida sana kukaa na kutulia katika uwepo wa Mungu. Hiki kitu cha kutafakari neno la Mungu, ukikiweza unaweza kumsikia Mungu anaongea na wewe kila siku katika utulivu wa nini, wa kutafakari. Kwenye hili la watumishi ambao labda atapokea neno au shida mtu ataisema, ni kitu kwa kweli Mungu aturehemu na rehemu sana. Na kitu ambacho naweza nikasema sio jambo lililo zuri. Mtu anatakiwa kae na Roho Mtakatifu, labda ampe somo la kufundisha. Lakini sasa hiki wewe huna neno, Biblia husomi, hakuna neno loko ndani yako, ndio utajikuta tu kwamba lazima umtafute mtumishi umwambie kuna mahali napitia, nisaidie. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa mwalimu, kwa jibu lako zuri hilo, nirudi pale Arusha. Kwa dangu mtumishi Glory, tumesogea kidogo hatua moja. Nashukuru sana kwa majibu mazuri, lakini ningependa hapo kwa watumishi, ni Mungu aturehemu, lakini sijajua kama kuna kauli nyingine inaweza pita. Labda nikuweke vizuri, nikusaidie Glory. Ni kwa kuweza kusikiliza na experience yangu. Kama umewahi kusema kitu kwa mtumishi akakisema, unatakiwa uachilie na usamehe na usikibebee ukasema hii ndio kawaida ya watumishi, kwa sababu pia inaweza ikakuletea shida wewe, kwa sababu ni una uchungu ndani yako. Kwa hiyo na pia niseme kabisa, hii haiondoi kabisa watu kuwaeleza watumishi shida wanaopitia. Haiondoi, kwa sababu kuna mtumishi mmoja ameelezwa akasema bado itatokea tu kwamba watumishi wa Mungu wanaweza kaelezwa vitu kondoo zao wanaopitia. Kwa hiyo mmoja asiharibu, haina maana wengine wote basi wasieleze, tusiye tunasema sasa itakuwa huyo sio mchungaji, hana na muda wa kusikiliza hata kondoo wake. Hapana. Kwa hiyo dadangu Glory, nimekushauri tu kwamba achilia. Naona moyo wako inawezekana umejeruhika. Achilia ili kwamba na wewe uende mbinguni, ili kwamba na maombi yako yajibiwe. Alafu cha pili, Mungu akusaidie pia usivishe hilo vazi watumishi wote, kwa sababu utakuwa pale na wewe umefanya dhambi mbele za Bwana. Achilia na uweze kusonga mbele. Mungu akuponye katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana kwa jibu hilo la nyongeza. Mwalimu Sofia amekuwa mvumilivu sana pale Florida, na kushukuru katika hilo. Sasa upo hewani, karibu. Amen. Mungu akubariki sana kaka Jeli. Asante sana mwalimu Valence kwa somo zuri. Labda mimi na swali, lakini ngoja kwanza nijazie hoja ya dada Glory, ya kwamba wakati mwingine inawezekana kabisa, mimi ninachoamini, kama kweli ni mtumishi wa Mungu ameitwa na amesimama vizuri kwenye wito wake,
anajua Mungu amempa kondoo wale atatolea hesabu, anakuwa makini sana kwenye kinywa. Na ikitokea pengine nimeenda kushia naye habari yangu alafu nikasikia na ubili, usimhukumu tu ya kwamba yule mtumishi pengine hawezi kutunza siri. Labda na yeye alikuwa anaombea message ya kupreach, Mungu akamuonyesha exactly na wewe ulivyoenda kumshirikisha, kwa sababu ni kondoo wake. Kwa hiyo mara nyingi kiongozi anapokea vitu vya kondoo wake. Mungu anasema, anampa maono na kundi lake. Kwa hiyo wewe umekwenda kumshirikisha na Mungu amsemesha message hiyo, labda tu pengine sasa ashindane na Roho Mtakatifu kwa kumfurahisha mshirika mmoja, ya kwamba nisipeleke hii message kwa sababu mshirika wangu jana amenisimulia hiki, itaonekana na mhubiri. Lakini kama unafahamu ana tabia hizo zote, kama mwalimu alivyosema, muombe ili akafae kwa utumishi ambao Mungu amemuitia. Swali langu mwalimu liko hapa. Unakuta wakati wa giza, nimekuwa kwenye wakati wa giza, naona kabisa ni wakati wa giza. Lakini sasa ule wakati wa giza ninapofika mwishoni nagundua kabisa Mungu alikuwa anataka kuniisha mimi, alikuwa anataka kuninyenyekesha, alikuwa anataka kunifundisha, na alikuwa anataka kuniepusha nisiingie kwenye uovu. Japo ulipokuwa ulikuja kama wakati wa giza. Aidha pengine nilikuwa na mtu ambaye anapambana na mimi kwa maneno sana, au labda ananileta down, ananishusha kwa namna moja au nyingine, au ananisema vibaya kiasi kwamba mimi naumia, au amenitengenezea any kind of scandal. Kwa hiyo nikawa nakuta yani natamani yani nimsemeshe, nimwambie au hata nipambane naye. Lakini katika ile hali ya mvutano ambao nilikuwa nakutana na huyo mtu, at the end of the day nagundua kwamba Mungu alikuwa ananifundisha mimi kunyenyekea, alikuwa ananifundisha mimi ninapopita nyakati niombe. Mungu alikuwa anataka kunitisha mimi kwenye eneo fulani, au la Mungu alikuwa anataka kuniepusha na uovu ambao unakuta kabisa katika hiyo nyakati za giza zinaendelea, unajiinua hapo katikati. Sasa swali langu, kwa nini Mungu hakuniambia, yani hawezi kusema na mtu mapema kwamba nyakati za giza zinakuja, nataka nikufundishe kunyenyekea, au nyakati ya giza hii inakuja mwalimu usinicheke, natamani nikufundishe kukaa magotini au kusoma au kuepukana na ulezi yani spiritual laziness tuseme. Anaona pengine nimelala sasa, anataka kunistua ili nirudi kwenye status yangu ile ambayo yeye anaitaka mimi niwe pale. Sasa kwa nini Mungu aniambie mapema? Maana unakuta wakati mwingine hivyo vitu vinakuja kwenye nyakati za giza, nashindwa kuhimili mikiki, sababu inawezekana vita inakuwa kubwa, naweza nikajinajisi kwa kujibu au kwa kusema. Sasa ombi langu, kwa nini Mungu niambie toka mapema mwanangu ile ruhusu ili wewe uvuke? Hilo ndo hoja yangu. Amen. Asante sana. Nafikiri wewe umeweza kuelewa hapo. Anataka kujua kwa nini Mungu hakupi signal unakuja kwenye wakati wa giza. Amen. Kwanza kabisa unaona niseme kwa kujibu kwa kule mbele, kuna mahali Daudi anasema asante Mungu Ayubu, kwa sababu ilikuwa vema mimi niteswe ili nipate kukujua zaidi. Ni maombi ambayo Daudi Ayubu pale mwishoni alisema, Mungu mimi nilikuwa nakusikia tu, lakini kwenye jaribu hili sasa na kuona wazi ilikuwa vema mimi niteswe nipate kujua. Kwa lugha nyingine, hata ile ya kibinadamu, sidhani kama kuna walimu wanaoonyesha watoto wao mitihani. Kesho tunafanya mitihani na tutakuwa na swali hili na swali hili na swali hili, kwa hiyo mkajiandae, tutapita hapa. Yaani wewe unaingia tu kwenye darasa, unaweza ukasoma topiki zote na ukamaliza, alafu vikaja vitu ambavyo unasema hivi, kwa nini nilijitesa namna hiyo? Kwamba mwalimu anaonyesha mitihani inaliki. Kwa hiyo unaingia ukiwa unajua swali la kwanza liko hivi, la pili liko hivi, la tatu. Hakuna mwalimu anayefanya hivyo. Lakini tukija sasa kwa upande wa Mungu, kuna mazingira naona kama mimi nisimjie Mungu, lakini mimi kwa ufahamu wangu
kuna mambo Mungu akikuonyesha yatakavyoanza na yatakavyomalizika, unaweza ukafeli, unaweza ukashindwa kabisa, uendi. Fikiria, labda nitoe mfano. Fikiria Mungu angemwambia Yusufu, utakapoingia kwenye nyumba ya Potifa utabakwa na mke wake, alafu utasingiziwa, utaenda gerezani. Unafikiri Yusufu angekaa kwenye hiyo nyumba ya Potifa? Je, asingeacha kazi akimbie? Angekubali kubeba hiyo aibu? Hilo la kwanza. Lakini la pili, unafikiri Mungu angemwambia Daudi, leo unaenda kuchunga mbuzi, simba atakuja. Unafikiri simba angekuja, Daudi angeweza kumkabili? Kuna vitu vinaitwa automatic action in spiritual world, kwamba Mungu anaviacha kwa sababu akikuambia utaogopa zaidi au huwezi kustahimili, utakimbia darasa na kuna kitu wanawinda, hutafika pale unapokwenda. Sasa angalia, Yesu alijua anaenda Calvary, nini anaomba pale? Kikombe kimwepuke. Kama Yesu aliomba kikombe kimwepuke, maana yake kama una njia nyingine Mungu unaweza ukaona ya kuokoa hawa watu, itumie. Kwa hiyo mimi nafikiri Mungu anafanya hivyo ili kututoa kwenye, kuna vitu Mungu akituambia, hata akikwambia kwenye utumishi unaweza ukasema Mungu naacha utumishi leo, kama hiki kitu kiko mbele najiandaaje sasa, sikubaliani nacho. Kwa hiyo ile Mungu kutokusema, mimi naona kama anatusaidia kwa sababu vingine ungekimbia, vingine fikiria umechumbiwa sasa kama binti hapo, unafurahi nini, kumbe kule mbele kuna vitu unapitia, unaweza ukavunja uchumba huo. Mwache Mungu ayaache kwa kweli, kwa sababu hatukusudii mabaya, tutavuka tu. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana. Na mzee nimemsikia akisema amen hapo, kwa najua kwamba ameweza kupata kitu hapo. Na mwalimu anaingia kuchelewa kwa dakika kadhaa, CPD, lakini nitaruhusu swali moja la mwisho kama yuko changamkia. There we go. Josephine kutoka Houston. Amen. Karibu. Mimi nilikuwa na swali katika hii wakati wote wa giza, na najua kataja mengi, lakini pia mfano nimeamua kumtafuta mtumishi kwamba naomba unisaidie na katika kunibeba katika hii hali yangu. Kama katika kubeba akaniambia mfano naenda mlimani, kwa sababu sisi watumishi wanasema wanaenda mlimani, kweli sehemu za utulivu huko na nini. Lakini akiwa mlimani baadaye unaona ameposti kwenye status, kuna watu wengine pengine wanaimba, wote anachukua picha, naye mwenyewe anajiposti, anaomba huko, ananena kwa lugha huko, anaposti na mazingira mengine wote wakiwa wanaomba. Hiyo imekaaje? Ni sawa kuomba huko unajisnap huko na snap wengine? Kwa sababu watu wameenda mlimani, alienda yeye pamoja na watu wengine, lakini akawa wakati wengine wanaendelea kuomba, unaona kabisa wamesimama, kila mtu anaomba, yeye mwenyewe pia anajisnap, tena anajisnap huko, ananena huko, anaomba, anachanganya. Lakini hapa tuko kwenye maombi, yani atameza tuko kwenye maombi huko ananena. Hapo imekaje kwamba unaomba huko unajisnap? Hapo imekaje mtumishi? Na wakati kipengele cha 6 umesema tunatakiwa sometimes utulivu wa hali ya juu, ili pia katika kutafakari, yani kumeditate. Amen. Sana Joseph kutoka pale Houston. Anaitwa nani? Anaitwa Josephine, yuko pale Houston. Anataka kujua watumishi mkifanya hivyo ni kwamba production team haikuja ama ni vipi? Karibu. Okay. Kwanza tusitoke kwenye kile kitu la majira na vipindi. Kumbuka nimesema ni majira ambayo uombe ujaomba, ni kwamba Mungu yale majira yana muda, yatapita, sijui yatakaa wiki, mwezi au mwaka, jinsi Mungu alivyoyaweka kwamba ni majira ya giza yatapita. Hizi ni kanuni za kuishi kule kwenye majira ya giza uvuke salama. Sasa hilo sasa la watumishi ameuliza kitu, Mungu alishanijibu nikiwa naombea nchi. Nimekuwa na maombi sana ya nchi, na Mungu akaniambia hii nchi inaokolewa na watumishi hata wasiojulikana. Hata unaenda kuombea nchi huko pale mlimani pale, unapiga picha, niko huku naombea nchi. Hivi maombi ya maombolezo unaweza ukajipiga picha sana. Unaona, labda niwape tu Roho Mungu anipe tu kibali cha kuzungumza.
katika mahali tulipopita kidogo, mimi tangia nimezaliwa au nimeokoka, mimi ni muumini wa Agano Jipya. Lakini hapa siku zilizopita hapo ngumu, nilijikuta nimevaa gunia. Na ile hali ya kuvaa gunia, nikaanza maombi ya maombolezo ya Yeremia. Kuna kitu nilikuwa naombea yale mambo yaliyotokea. Naona sasa fikiria na jipiga huo muda unapataje, kwa sababu moyo kwanza unavumilia, una uchungu. Unapiga picha, unasema niko hapa naombea. Kwanza nikwambie, ndio maana maombi hayo siku hizi hayajibiwi. Hivi nasema ingia kwenye chumba chako cha siri na Mungu wako aonaye siri atakujibu. Wewe unaomba maombi ya kuvumilia mahali pasiri. Huyo mchukua kamera anapata wapi muda wakati anatakiwa apate impartation na yeye anguke chini aanze kuomba na wewe? Kwa hiyo niwaambie tu watu wa Mungu, sitaki kusemea watumishi, lakini lazima kujua kuna drama nyingi ambazo zinaweza zikawa zinaendelea. Kuna vitu havihitaji drama, it's so serious. Na ulimwengu wa roho uko hivyo, sio kila kitu utakirusha. Tuna maombi mengine magumu sana, mengine ya ndani sana. Huwezi kuambia mtu arekodi. Huku na ibada ambazo naweza nikasema toa mai usirekodi hii. Hii haitakiwi iende hewani. Kwa sababu unaombea vitu vya au unahubiri au unaombea vitu vigumu kidogo. Unaona. Huko mlimani, watu wana mlimani kule, anakaa kwenye jiwe na kwa kweli haombi. Kwa kweli wengi wanaenda kupiga tu, wanakuja kupost ile tuma maombi yako, I connect prophet. Hivi kweli kwenye mambo mazito kama hayo kwa hiyo niseme na jitoa jibu. Ndio maana maombi mengi hayajibiwi. Ndio maana watu ambao wanafollow wakifuatilia watagundua kwamba hawajibiwi. Kwa sababu Mungu anajua mtu anayemtafuta na mtu anayetafuta utukufu wake mwenyewe. When you try to find your glory, you mess up. Kwamba umeenda pale unataka kuonyesha watu. Kwa hiyo kwa sababu watu Biblia inasema mmeshapata thawabu yenu, nyie mnaotaka kupigiwa makofi na kuonekana kwamba mnafanya nini. Pale mlimani pale kaenda na kamera, anasema niko huku mlimani. Kumbe kaenda kupiga picha nusu saa pale, karudi kaja kuposti kabisa. Sasa ni kwa nini unajua anafanya hivyo? Nili kukitokea kitu aweze kusema kile nilichoenda kule mlimani ndio sasa kimejibiwa. Kumbe kuna mtu yuko hata huko Songea, hata huko Lindi, mchungaji wa ndani amelala siku 3 ana hata kamera, ameomba na Mungu akajibu. Yeye anakuja kusema ni ile alienda kupiga picha pale. Tuombe rehema, tuombe kanisa, tuombe watumishi. Ni jambo tu la kujua kabisa kuna vitu ambavyo wewe uvijue kwenye ulimwengu huu. Ujue drama na visivyo drama. Itakusaidia. Mimi nasema kwa namna hiyo sio sahihi kwenye maombi serious na maombi ambao watu wanaingia deep. Wanaagenda nao na Mungu ya secret. Huwezi kwenda huko na ukigundua amekaa hapo nusu saa ulisha akaposti akaja kuposti huko. Kwa Mungu atusamee na Mungu aturehemu, tuweze kujua Mungu wetu anataka nini. Mungu awabariki sana. Amen. Kuzuri kabisa hilo. Nirudi pale Houston kwa muuliza swali la mwisho kwa siku leo. Dada yangu Josephine Kunyengana, vipi tuko pamoja, tumekusogeza? Kwa kweli nashukuru sana. Amen. Kuna mtu kanaandikia hapa pembeni anasema tutafika mbinguni kitu kwa tumechoka sana. Amen. Basi kwa sababu ya muda na lazima kuweka nukta kwa siku ya leo. Nimshukuru tena mtumishi wa leo, mhubiri na mwalimu Valens Vincent wa huduma ile ya Nuru ya Ng'aa Gizani pale Sinza, kwa kutuongoza vizuri kabisa katika majuma mawili haya. Somo hili la kanuni za kuvuka katika majira ya giza. Wiki ile nyingine alikuwa na kanuni, lakini somo kwa tofauti kidogo, kanuni 5 za toba ya urejesho. Tulianzia kule kwa ambao unajaribisha kukuna kichwa, and then hii wiki hii somo kwa tofauti la kanuni za kuvuka katika majira ya giza. Shukrani sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki wewe na huduma yako pale ulipo. Na kabla tujaagana, basi kwa siku ya leo nitamkaribisha kwanza mwakilishi wa ministry yetu ya outreach atuongoza katika declaration yetu ya mwezi huu wa 12, and then baada ya hapo tutamkaribisha kwa mara ya kwanza siku ya leo mtumishi
mchungaji kiongozi mwenye maono ya huduma hizo umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, yeye atatoa na saa zake and then atatualisha kipindi kwa sala ya jioni. Lakini kwanza Outreach Ministry, karibuni. Amen. Asante sana kaka Jerry, asante sana Valence, somo zuri. Tumebarikiwa. Naomba dada Mesa unisaidie kusoma Zaburi 118 mstari wa 21 naendesha. Bwana atakubariki sana. Mwenyekiti wa Intercessor naomba msaada. Amina. Zaburi ya 118 mstari wa 21. Mstari wa 21, maneno ya Mungu yanasema, Amen. Nitakushukuru kwa maana umenijibu, nawe umekuwa wokovu wangu. Haleluya. Amen. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya nchi ya Marekani, kwa ajili ya sisi yako, familia yako, wewe kwa matendo makubwa ambayo Mungu ametendea na sisi kwa miezi 12. Na Bwana atakubariki sana. Basi twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, usikie mahitaji yetu. Tunakuja kwa moyo mbele ya kiti chako cha rehema, kiti chako Bwana, asante kwa kufanya, asante kwa Bwana, miezi 12 yote tumeuona mkono wako, tumeona umefanya, tumeona umeweka huru, tumeona Bwana umetupigania na familia zetu katika nchi ya Marekani, katika nchi ya Florida, katika mitaa yote ya mbiu tunaoishi kwenye nchi ambazo watu wanaingia Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako. Asante Jehova Mungu, tumekulinda tangu Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba. Sasa umetupa mwezi wa mapokeo ya utukufu wako Jehova. Baba, tunakushukuru na kuliinua jina lako. Utukuzwe Mungu ulioko juu mbinguni, katika jina lako kuu. Amen. Mungu awabariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu kaka Jerry. Na Bwana atakubariki sana. Amen. Amen. It's okay. Asante sana Mwalimu Sofia katika kutuongoza katika declaration yetu ya mwezi wa 12 Outreach Ministry. Sasa nimkaribishe Reverend Dr. Absalom Nasua. Karibu. Amen. Basi kwanza nichukue nafasi hii kulishukuru dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, wewe Brother Jerry, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan Furu kwa kazi kubwa nzuri na ya kipekee mnayoifanya. Mungu awabariki sana. Amen. Jambo la pili, nichukue nafasi hii kumshukuru sana mtumishi wa Mungu Mwalimu Valence Vincent kwa jinsi ambavyo ametuingiza katika eneo lingine siku ya leo. Mungu akubariki sana mwalimu kwa mafundisho yako mazuri yaliyojaa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Na Mungu awabariki watu wote kabisa ambao mmeweza kuingia kwenye Bible Study. Tunaendelea kwa encourage kwamba mwakaribishe watu katika vipindi vyetu, lakini pia kufuatilia YouTube yetu ya Bible Study. Njia za kufanya huduma ni nyingi, na mojawapo na kubwa ni la kumkaribisha mtu kwenye madhabahu. Tutakapofika mbinguni, hiyo itakuwa kazi kubwa sana itakayoangaliwa. Wangapi uliwaleta kwa Bwana? Wangapi uliwashuhudia habari za Yesu? Unapokaribisha watu kwenye madhabahu kama hizi, unakuwa unaendeleza kazi ambayo Yesu aliifanya duniani ya kutoka kwenda kueleza watu habari ya ufalme. Kwa hiyo nikutie moyo, usilegee, usichoke, usikate tamaa. Waambie watu habari za huduma au habari za Yesu kwa ujumla. Mungu awabariki sana. Amen. Basi tutoe baraka za mwisho. Amen. Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote zimepitiwa na kuhakikishwa,
awalinde, awatunze na wafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa yetu ya Umoja High Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha zako na kutualisha kipindi kwa sala ya jioni. Na wacha nichukue nafasi kuwashukuru wote ambao tumekuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo. Kipekee walipata nafasi ya kuuliza ama kuchangia maswali kwa siku ya leo. Naona tulikuwa nao kwa hawa listi hapa. Mwalimu mchungaji Nancy Mongi kutoka Tanzania kwa changizo lake moja kwa siku ya leo. Sister Mese kwa swali moja, mwalimu Glory Show maswali mawili, mwalimu Sofia kwa kujibu swali na kuuliza swali, Sister Josephine Kuyangana pale Houston kwa swali moja siku ya leo. Umesikiza outreach ikiwa inaongozwa na mtumishi wa Mungu mwalimu Sofia Ngoga kutoka pale Florida. Na kama sema mtumishi leo alikuwa ni mkufunzi mhubiri na mwalimu Valence Vincent wa Nuru ya Ng'aa Gizani Fellowship wapo pale Sinza Mapambano, ukumbi unaitwa Prince Hall Kitebela Tanzania. Ukipata nafasi kwenda kubariki pale itakuwa jambo zuri kabisa. Mfuatilie katika YouTube yake ile inaitwa Valence Vincent TV. Utakuta vipindi vyao, wanatangaza vingi sana na utakuta mara nyingi wakiwa live. Kama ukisubscribe wakiwa live utaweza kuwapata. Speaking of YouTube, kama wazungumza mtumishi wa Mungu mchungaji Nasua, kumbuka basi subscribe katika YouTube channel ya kipindi hiki inaitwa Umoja Bible Study. Umoja Bible Study YouTube. Kipindi hiki utakuta kimeshatandikwa pale asubuhi kesho utakapokuwa unaamka. Nichukue nafasi kutambua baadhi ya watumishi ambao nimeweza kuona kwa siku ya leo katika kipindi. Audience ilikuwa nzuri kabisa. Umemsikia Dr. Nasua, ukumsikia lakini yupo mchungaji Elisa Mangesho, mama mchungaji Ronda na Ngoma kutoka pale Ontario, Canada, mchungaji Mwasa Mbungu, mwalimu Olivia Andrews pale Jezi, Minister Gladys Msemo wa pale Mwanga Kilimanjaro, Tanzania, Mama Maro, mwalimu Mama Maro kutoka Wichita, Kansas, Minister Jessica Kataraia wa hapa Dallas, Texas, mwalimu Glory Show msikia kiza swali kutoka la Arusha, mchungaji Bupe Mwakamea na kuona vile vile karibu tena, na mchungaji Nancy Mongi. Na dawa kwa nafasi kuwashukuru wote ambao tumekuwa pamoja. Kumbuka basi kuisha kipindi hiki na mwendezo vipindi vingine vinavyojia kwa Isana makanisa ya Umoja. Prayer itakuwa hewani kama kawaida 12 asubuhi kana namba yetu ile ya prayer. Now, kwa wiki ijayo, tega sikio hapo, kwa wiki ijayo ukiangalia vizuri kalenda yako utaona kwamba mwaka unatutoroka. Na kwa kawaida basi tuna utaratibu wetu wa vipindi vya mwisho wa mwaka. Christmas mwaka huu itakuwa ni Alhamisi hapa kwa hewani. Lakini wiki ijayo tarehe 18 tutafanya vitu vile. Tutatoa report ya vipindi vyetu vyote ambavyo vimeweza kujiri katika mwaka huu wa 2025, and then utapata nafasi yako adimu kubwa kabisa ya kuja kusuggest topics ambazo mnataka na kutamani na kuomba ziweze kupatiwa walimu na ziweze kufundishwa. Utaratibu wetu ni ule, unakuja na topic, huja na mwalimu, hiyo itakuwa ni swala maono ya dawati, but jona topics ambazo unatamani uweze kufundishwa na dawati itakaa kama tunavyokaa mwisho wa mwaka, tutalipitia maombi yenu yale and then tutaanza kufanya kazi moja kwa moja. Naam. Basi kwa niaba ya wenzangu wote wa dawati ile Umoja Church of Australia, Priska Mungai Mshana, safarini kwa siku leo, nilikuwa na Hilda Biabato Kawe katika studio, Brother Jimmy Msemo, Brother Allen Mfuru na Jerry Mkonyi. Tutakao tamani Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.